Kuishi hapa duniani ukijua ya kwamba ni 80% ya wanawake ambao huepuka umaskini kupitia ndoa na 80% ya wanaume huingia kwenye umasikini kupitia ndoa hiyo hiyo. Ndiyo, nimesema hivyo. Watu wengi wanalijua hili, lakini hakuna anayependa kulizungumzia wazi. Sasa hebu tuwe wa kweli kidogo. Mwanaume hutumia miaka 20 akijijenga, anapambana, anajitesa, anaweka akiba, anakosa usingizi, anafuatilia makusudi yake, alafu ghafla anakutana na mpenzi wa maisha yake na boom, uchawi wa kifedha unaanza kuonekana. Sio kwa sababu mapenzi ni mabaya, sijasema hivyo, bali kwa sababu wanaume wengi wanaingia kwenye mahusiano kama uwekezaji wa kihisia, wakati baadhi ya wanawake wanaingia kama washirika wa kimkakati wa kibiashara. Ngoja nikwambie hadithi fupi. Kulikuwa na jamaa wangu mmoja ambaye ninamjua, mfanyakazi hodari aliyejenga biashara ndogo ndogo kutoka sifuri mpaka juu. Alikuwa anakula mlo mmoja, analala saa 4 tu kwa usiku mzima, anasevu kila coin, alafu anakutana na mwanamke. Ndani ya miaka mitatu, nyumba mpya, gari jipya, likizo za kifahari, mifuko ya bei ghali. Huyo si wanaishi vizuri, lakini sehemu ya kuchekesha ni hii: kipato chake hakikuongezeka, lakini gharama ziliongezeka. Ghafla yule mwanaume aliyekuwa anajenga utajiri sasa alikuwa anahudumia maisha ya gharama kubwa, na mwishowe yalimshinda. Somo dogo hapa ni hili: wanaume hujenga ufalme, lakini mahusiano mabaya hugeuza falme hizo kuwa kama huduma ya usajili, subscription plan, wazungu wanasema hivyo. Kabla mtu mmoja kwenye comment hajaanza kujibu hovyo, tulia. Hii sio kuhusu kuwachukia wanawake, hii ni kuhusu wanaume kuelewa mchezo kabla hawajaingia uwanjani. Kwa sababu ukweli rahisi ni kwamba wanawake wanaolewa kwa ajili ya usalama wao binafsi, wanaume wanaoa kwa ajili ya mapenzi. Na mwanaume ndo anapojichanganya kuyachanganya majukumu ya kifedha na mapenzi. Hivi ni nani anayelipa bili? Sahihi kabisa, jibu unalo. Kama unataka kujifunza jinsi wanaume wanavyodumisha nguvu kwenye mahusiano, ndio sababu niliandika kitabu kinachoitwa Kanuni 7 za Kijana Mtukutu. Kinaelezea saikolojia, mbinu za texting na mindset ambayo wanaume wanahitaji leo. Ukitaka nitumie neno mtukutu inbox, nitakutumia linki. Sasa turudi kwenye ukweli. Tatizo sio ndoa, nilisema. Tatizo ni mwanaume kuingia kwenye ndoa bila leverage. Leverage power itakusaidia. Mwanaume dhaifu huleta pesa nyumbani, mwanaume mwenye akili huleta viwango standard. Na amini nawaambia, standard ni nafuu kuliko talaka. Tumia hekima tu, utanielewa. Sio mwingine, ni wako mwalimu Kelvin Ndume. Jua ukweli na ukweli utakuweka huru. Unavyozidi kujua ya kweli, unajua ya Mungu zaidi. Hii ni AEJS Speaker na hapa tunaangalia ukweli ya maisha.